Uchunguzi wa CNN uliotolewa mwishoni mwa mwezi Aprili na mapema mwezi Mei 2026 umebaini kuwa takriban vituo 16 vya kijeshi vya Marekani katika nchi 8 tofauti za Mashariki ya Kati vimepata uharibifu kutokana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani drones kutoka Irani na washirika wake. Habari hii imechukua nafasi kubwa katika anga za kimataifa, taarifa ambayo imekuja kubainisha ni uharibifu kiwango gani ambao umefanywa na Irani katika kambi za Marekani katika kipindi cha vita uliodumu kwa takriban siku 40 kabla ya usitishwaji wa wiki 2 na hatimaye baadaye Donald Trump wa Marekani kuongeza muda usiojulikana wa kusitisha mapigano katika duru za kutafuta mpango wa amani wa kudumu Mashariki ya Kati. Hali ya baadhi ya vituo hivyo vimeripotiwa kuharibika vibaya kiasi cha kutofaa kwa matumizi ya kijeshi kwa sasa, effectively unusable. Mifumo iliyolengwa Irani ilijikita zaidi kushambulia miundombinu ya gharama kubwa na nyeti, ikiwemo mifumo ya kisasa ya radar, advanced radar systems, miundombinu ya mawasiliano pamoja na ndege za kijeshi zilizokuwa kwenye viwanja vya ndege, ikiwemo ripoti ya ndege ya E-3 Sentry kule Saudi Arabia. Gharama za uharibifu. Kuna mkanganyiko wa takwimu kati ya vyanzo rasmi vya serikali na vyanzo vya ndani vya kijeshi. Pentagon, Wizara ya Ulinzi ya Marekani, inasema gharama imefikia takriban dola bilioni 25, lakini inasema kiasi hiki ni cha risasi na makombora yaliyotumika zaidi. Vyanzo vya CNN vinadai gharama halisi ya kurekebisha miundombinu na kubadilisha vifaa vilivyoharibiwa inafikia kati ya dola bilioni 40 hadi bilioni 50. Maeneo yaliyopata pigo zaidi. Ingawa Marekani imekuwa ikijitahidi kuficha kiwango cha uharibifu, uchunguzi huo ukitumia picha za satellite umeonyesha mashambulizi makali kwenye nchi kama Bahrain, Kuwait, Iraki, Katari, Jordan na Falme za Kiarabu UAE. Kuna ripoti kuwa mfumo wa kisasa wa kuzuia makombora wa THAAD uliopo Jordan uliharibiwa rada zake, jambo ambalo ni pigo kubwa kwa ulinzi wa anga wa Marekani. Athari za kidiplomasia na kimkakati. CNN imeripoti kuwa washirika wa Marekani katika eneo la Ghuba, hasa Saudi Arabia na UAE, wameanza kuwa na wasiwasi. Inasemekana baadhi ya viongozi wa nchi hizo wameanza kutilia shaka uwezo wa Marekani kuwalinda kikamilifu endapo vita kamili itatokea, wakisema kuwa ushirikiano huo si habari ya kutoshindwa tena. Hali hii imekuja baada ya mfululizo wa mapigano yaliyoanza tangu mwishoni mwa Februari 2026, ambapo Marekani na Israeli zilifanya mashambulizi ndani ya Irani na Irani ikajibu mashambulizi makubwa ya makombora kuelekea kambi za Marekani na maeneo ya Israeli. Kwa sasa kuna hali ya ceasefire ya muda, lakini ripoti ya CNN imekuja kuweka shinikizo kubwa kwa serikali ya Marekani chini ya rais wa Marekani Donald Trump, wakati wa habari kuelezea kwa nini ulinzi wa kambi hizo ulishindwa kuzuia uharibifu mkubwa kiasi hicho.